Hujambo na karibu tena. Sasa, leo tunaingia kwenye mada nzito. Jinsi gani unaweza kufanya malipo makubwa ya crypto bila kuwa na wasiwasi wowote? Yaani, kuifanya iwe salama na ya uhakika. Sasa ngoja nikuulize swali moja kwa moja. Umepata dili nzuri la gari, sawa? Je, ungethubutu kumtumia mtu ambaye humjui vizuri kiasi kikubwa cha crypto ili ulipe? Yaani, ukituma tu hizo hela bila uhakika wowote? Hili ndilo swali hasa linalotutesa wengi na ndilo tunaloliangalia leo. Na hapa ndipo mambo yanapokuwa ya ajabu kidogo. Unajua, kuna mamilioni ya watu wanamiliki crypto, lakini karibu hakuna anayeitumia kwa manunuzi ya kawaida. Ni kama vile una hela kwenye akaunti yako ya simu, lakini huwezi kuitumia kulipia chochote. Kuna kitu hakipo sawa kati ya kuwa na pesa na kuitumia. Sasa, kwa nini hii inatokea? Jibu ni fupi na liko wazi. Ni uoga tu. Fikiria, ukituma crypto kwa mtu, hasa kiasi kikubwa, hakuna benki ya kati, hakuna anayesimamia, pesa zikitoka tu zimeenda. Basi, kama yule muuzaji akiamua kukuzunguka, huna pa kwenda kulalamika. Umeumia. Na isije ikawa unafikiri huu ni uoga wa bure. Hapana. Hata taasisi kubwa za kifedha kama FINRA wanapiga kelele kuhusu hili. Wanazungumzia hatari za kweli kabisa. Watu kuibiwa akaunti zao, tovuti feki na utapeli wa waziwazi. Kwa hiyo, hili ni tatizo halisi na linahitaji suluhisho la maana. Cha kufurahisha au labda kinachofungua macho ni kwamba wazo la kutatua hili tatizo lilitokana na uzoefu halisi. Mwanzilishi wa ShakeDeFi, Matthew Anderson, yeye mwenyewe alipitia changamoto hii. Alikuwa anafanya manunuzi ya kimataifa kwa Bitcoin na moyo ulikuwa unamdunda. Alipata wasiwasi mkubwa. Na hapo ndipo akagundua, lazima kuwe na njia bora. Lazima tujenge daraja la uaminifu. Sawa, tumeshaona tatizo liko wapi na ni kubwa kiasi gani. Sasa tugeukie upande wa pili, tuangalie suluhisho lenyewe ambalo linatokana na teknolojia. Na hapa ndipo ShakeDeFi inapoingia. Hebu ifikirie kama mtu wa kati wa kidijitali, lakini aliaminiwa na wote. Anachofanya ni kushikilia zile pesa salama hadi pale mnunuzi na muuzaji wote watakapokuwa wameridhika. Ni kama kuleta ule usalama unaozoea kwenye malipo ya kawaida ya mtandaoni na kuweka moja kwa moja kwenye ulimwengu wa crypto. Sasa, uchawi wote unafanyikaje? Kitu kinachoitwa mkataba mahiri au smart contract. Hebu fikiria kama mkataba wa kisheria, lakini umeandikwa kwenye msimbo wa kompyuta. Sheria zake ni rahisi na haziwezi kubadilishwa. Wewe ukileta bidhaa, pesa zinatoka. Ukishindwa, pesa zinarudi kwa mnunuzi. Hakuna cha sijui nini. Mnaweka imani yenu kwenye msimbo, sio kwenye mtu. Na inavyofanya kazi ni rahisi sana, yani hatua 4 tu. 1, mnunuzi na muuzaji mnakubaliana masharti. 2, mnunuzi anatuma pesa ambazo zinafungiwa kwenye huo mkataba mahiri. 3, muuzaji anatimiza wajibu wake, analeta bidhaa au anatoa huduma. Na 4, mara tu mnunuzi akithibitisha, pesa zinaachiwa kwenda kwa muuzaji, papo hapo, bila usumbufu, bila kuchelewa. Sasa, hebu tuzungumzie gharama. Na hapa ndipo utakaposhangaa. Angalia hii namba. 0.1%. Yaani, ni hiyo tu. Hiyo ndio gharama yote ya kupata huu usalama wote. Ni ada ndogo sana kwa ajili ya kuwa na uhakika na amani ya akili. Ukilinganisha na njia za zamani, tofauti ni kama usiku na mchana. Njia za jadi za escrow zinachukua muda, zinahitaji mabenki na ni ghali sana, yani mamia ya dola. Lakini kwa upande mwingine, ShakeDeFi ni ya papo hapo, inafanya kazi ki-automatic na haina watu wa kati. Na gharama ni ile 0.1% tu. Yaani ni ufanisi dhidi ya urasimu. Okay, usalama tumeuelewa. Lakini ShakeDeFi haikuishia hapo. Inakwenda mbali zaidi kwa kukupa urahisi na uhuru wa kufanya malipo bila kujali mipaka. Hebu tuone jinsi gani. Hapa sasa ndio utaona mambo yalivyorahisishwa. Unaweza kulipa kwa kutumia crypto unayoipenda, iwe ni Bitcoin, Cardano, XRP, yoyote ile. Na usijali kama muuzaji anataka sarafu nyingine, mfumo unabadilisha yenyewe kiotomatiki. Zaidi ya hapo, kama huna crypto kabisa,
unaweza kununua hapo hapo ndani ya app kupitia Coinbase. Na yote haya yanapatikana kwenye simu yako, iwe Android au iPhone, na hata kwenye kompyuta. Na jambo muhimu kuliko yote ni hili: pesa ni zako na udhibiti ni wako. Hii ni muhimu sana. Shake DeFi hawashiki wala hawadhibiti pesa zako hata sekunde moja. Zinaende moja kwa moja kwenye ule mkataba mahiri. Hii ndio maana halisi ya DeFi, yani Decentralized Finance. Hakuna benki, hakuna mtu wa kati. Ni wewe, yule unayefanya naye biashara, na ule msimbo unaoamini. Sawa, tumeshaona teknolojia na usalama. Sasa hebu turudi kwenye uhalisia. Haya yote yanamaanisha nini kwetu sisi hapa, kwa matumizi yetu ya kila siku? Hebu fikiria, unataka kununua gari kutoka kwa mtu uliyempata mtandaoni. Au labda wewe ni mkandarasi na umemaliza kazi, unataka malipo yako. Au pengine unafanya kazi za freelance na mteja wako yuko nchi ya mbali. Hizi zote ni hali ambapo uaminifu ni changamoto. Shake DeFi imetengenezwa hasa kwa ajili ya mazingira kama haya, ambapo unahitaji uhakika kabla ya kuachia pesa au bidhaa. Na nukuu hii inamaliza kila kitu. Kwenye yale malipo makubwa ambapo kumwamini mtu ni kugumu na kubeba cash ni hatari, Shake DeFi inakuja kama suluhisho. Inakupa ulinzi kwa pande zote mbili bila kuhitaji kubeba begi lililojaa noti. Basi, mwisho wa siku, swali ni kwako. Uko tayari kuacha ile hofu na kuanza kufanya miamala mikubwa ya crypto kwa kujiamini? Kama uko tayari kwa hatua hiyo, tembelea tovuti yao shakedefi.com ili upate maelezo zaidi. Asante kwa kuwa nami.